Ni jioni nyingine ambayo Mungu amenipa nafasi na kibali kuwepo mahali hapa mbele yenu tena. Lakini kipekee nipende kushukuru Mungu kwa ajili ya mama pamoja na baba mahali hapa. Lakini nipende kuwashukuru pia kanisa kwa ujumla wenu kwa kuendelea kutuamini na kutupa masikio yetu kusikiliza kile ambacho Mungu anataka kusema nasi jioni ya leo. Bwana asifiwe tena. Kama unaandika, andika kichwa cha somo kinachosema mafanikio ya Mkristo. Mafanikio ya Mkristo au mwana wa Mungu yamebebwa na nguvu za Mungu ndani yake. Tarudia, mafanikio ya Mkristo au mtoto wa Mungu yamebebwa na nguvu za Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka kila mtu anataka kuona anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kimaendeleo. Kila mtu hizi pilika ambazo zinatutoa asubuhi kwenda huko mjini, kwenda kwenye vibarua vyetu, kwenda kwenye shughuli zetu za kila siku. Wengine wanafanya kazi hizo kwa kukesha, wengine wanafanya kazi hizo mchana, lakini lengo kubwa ni kutafuta kutoka ulivyo kwenda kwenye hatua fulani ambayo unaiona kwa picha ya ndani ambayo mwingine haioni. Amina. Kwa hiyo wakati huu basi tupate nafasi kidogo ya kwenda kujifunza nguvu za Mungu zinawezaje kumsaidia Mkristo kwenda kwenye mafanikio hayo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu ishie milele, asante kwa sababu ya neema yako ambayo umeachilia tena jioni ya leo. Nami ninaomba hiyo neema ipate kutusaidia kujua namna ambavyo nguvu zako zinaweza zikatuchukua hatua moja kwenda hatua nyingine kimafanikio, ili kila ambacho Mungu tunavisikia kupitia neno lako kiwe faida kwenye maisha yetu, maana umesema unatufundisha ili tupate faida. Nami saa hii namwalika Roho Mtakatifu atufundishe kwa kadri ya kila mmoja kwa namna anavyohitaji, zaidi ya yote kwa nguvu inayotenda kazi ndani yetu, kwa utukufu wako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini nguvu zinahitajika katika mafanikio yako kiungu? Kwa nini nguvu zinahitajika katika mafanikio yako kiungu? Kwa nini? Kwa sababu watu wanaofanikiwa kwa njia ambayo sio ya kiungu, hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa au mafanikio unayoyaona yakawa hayana chanzo cha ni nani anayesababisha mambo yanaonekana yaonekane jinsi yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu gani? Mtu anaweza akauliza, okay, kwa hiyo watu waliofanikiwa na labda wako kanisani ndio mafanikio ya kiungu, na hao walioko kanisani na hawajafanikiwa, je? Hao wao wako kanisani na hawajafanikiwa, shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni swali ambalo linaweza linamuulizisha mtu mmoja au wawili au watatu, lakini tuulizane mimi na wewe kwamba kama tunataka mafanikio ya kiungu yatokee katika maisha ya kimwili, tunawezaje kuyapata hayo mafanikio kama hatuna nguvu za Mungu ndani yetu? Kile kitabu cha Torati sura ya 8 mstari wa 18, kitabu cha Torati, tusome hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, Biblia inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu
za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Noti hiyo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Huo utajiri. Kwa hiyo kama Bwana anao uwezo wa kukupa nguvu za kupata utajiri, maana yake nini? Maana yake ni kwamba hauna uwezo mwingine wa kibinadamu kwa wewe ambaye unamwamini huyu Bwana itakao kusaidia upate utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unayo njia nyingine alafu uko kanisani, maana yake unatuigizia au unatudanganya kwamba kile ambacho unacho kimetokana na Bwana, na kwa sababu hiyo tutaona namna ambavyo unaishi. Haleluya. Kwa hiyo ni ngumu sana Mkristo anayemwamini huyu Mungu wa agano la Yesu kutoka mahali ambapo upo bila nguvu zake huyo Yesu ambaye amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, kile kitabu cha Efeso 3, Efeso 3:20 tuunganishe hapo. Anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu au ndani yako. Huko amesema yeye ndiye akupaye nguvu ya kupata nini? Utajiri. Hapo anasema kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani ya nani? Ya kwangu au ya kwako. Kwa hiyo ili niweze kuona ninatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, inategemea na nguvu ambayo Mungu ameiruhusu iwe ndani, na ambayo nguvu hiyo mimi ndio mwanzilishi wa kuipata. Kwa nini? Kwa sababu kama sijaitaka hiyo nguvu ianze kufanya kazi ndani yangu, ianze kuoperate, kubadilisha hali yangu ya kiroho ambayo ilikuwa iko kwenye mgandamizo au kwenye nguvu za giza au kwenye nguvu za ukoo au nguvu zozote ambazo ziko kinyume na ufalme wa Mungu, sio rahisi kuanza kuona Mungu anaoperate ndani yangu bila kusababisha hiyo nguvu itende kazi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema alipokuwa mtoto alinena kama mtoto. Kwa hiyo kadri ambavyo unazidi kupata mafundisho yanayosababisha utoke kiwango kimoja kwenda kiwango kingine cha ukuaji wako kiroho, ndio inapelekea hatua moja ya kujua haki ya kwako ya kifalme katika agano lilopo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, nina maisha ambayo ni maisha ya down, yako chini sana. Sasa ili nipate kutoka mahali nilipo, lazima nijue Mungu ameahidi nini kwa mimi ambaye nimemwamini, kwamba nikiwa nimemwamini Kristo inapaswa kuishi maisha ya namna gani. Nikiwa nimemwamini Kristo, kipi ninapaswa kuwa nacho na kipi sipaswi kuwa nacho. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho nimeokoka na bado niko nacho ambacho sio kizuri, maana yake kwamba uzalishaji wangu wa nguvu za Mungu ndani yangu haunisaidii, haujabadilisha chochote. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama ninazalisha, basi nimezalisha kiwango kidogo ambacho hakijafikia level ya nguvu fulani ambayo inafanya kazi ya kuendelea kunigandamiza. Kwa hiyo ili nitoke mahali nilipo, lazima nizalishe nguvu sana ya kuhakikisha kwamba lile tatizo ninalimeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Biblia inasema mwivi akitaka kuja kuiba, kwanza kabla hajaiba lazima awe na uhakika amemiliki mwenye nyumba. Si sawa? Kwamba amehakikisha amekwisha kumfunga, amemzuia na kuhakikisha kwamba hawezi kufanyaje kumdhuru, ndipo anafanya uhalifu wake. Kwa hiyo kama unaenda kumwibia mtu
haujajizatiti vya kutosha, maana unaenda kudhuriwa, sio? Kwa hiyo kama unaenda kudhuriwa, hauwezi ukafanya kitu cha kijinga kama hicho. Lazima uhakikishe kwamba una uwezo wa kuhakikisha ukiingia pale una uwezo wa kumkalisha mwenye nyumba ili ufanye unachoweza kufanya. Kwa hiyo kilichopo kwenye maisha yetu, asilimia kubwa ya Wakristo hatujawa na uwezo wa kuzalisha nguvu zinazoweza kuvuta mafanikio yetu kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kile kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 8. Yoshua 1 mstari wa 8. Biblia inasema, Yoshua anaambiwa na Mungu, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku, mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ambayo Mungu alikuwa anamwambia Yoshua. Alimwambia kwa sababu gani? Kwa sababu kuna namna alimtazama Yoshua, akaona anaenda kwenye upinzani mkubwa na mgumu wa kubeba kundi kubwa la wana wa Israeli kuwapeleka ambapo Mungu anataka waende. Sasa kilichokuwa kimempesi Yoshua, alijua kama atatoka kwenye maneno ya hicho kitabu ambacho Mungu amemwambia kifuate, hataweza kutoka hapo. Hatua mbili mbele angekuwa amekwisha kuondoshwa kwenye laini ya Mungu anayetaka. Kwa hiyo Mungu akamwambia, kabla sijakupeleka kupigana vita, kabla sijakupeleka kwenye mapambano, kabla sijakupeleka na kukuonyesha aina ya adui unaenda kukabiliana naye, lazima nikuambie maneno ya kitabu hiki cha Torati, yaani hili neno ambalo limebeba kila namna ya mapambano ambayo unaenda kukutana nayo. Hiyo neno ndio ambalo unatakiwa uwe nayo kama ngao ya kuhakikisha kwamba unayekutana nayo mbele yako hautaenda kupambana wewe, utapambana kwa sababu kile neno ambalo nimekuambia ndio neno ambalo litakusaidia kupambana kwenye hiyo vita. Kwa hiyo ukilishika hilo, ukatembea na hilo, ukalisema hilo, ukalitafakari hilo, hilo litatosha kukupatia wewe nini? Ushindi. Kwa hiyo kama ukiona vibaya tofauti na nilivyokuambia, ukifikiri tofauti na nilivyokuambia, ukiwaza tofauti na nilivyokuambia, ukitenda tofauti na nilivyosema, hautauona ushindi kamwe. Kwa nini? Kwa sababu umetoka nje ya maelekezo yangu, umetoka nje ya taratibu zangu, umetoka nje ya kanuni ambazo nimekwisha kukwambia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, Mungu anataka mtu aliyemwamini asiishi kwa kuzitegemea akili zake. Haleluya. Asizitegemee akili zake. Kwa namna gani? Kwa mfano, mimi kidogo niliingia kwenye uigizaji. Hizi movie ambazo tunaziona mimi nikaingia huko. Kuna kitu kinaitwa producer. Sawa? Au mwandishi wa story. Mwandishi wa story anachofanya, anakuandikia script, yaani maneno ya kukariri ambayo utayasema sio kwa matakwa yako, kwa matakwa ya mwenye story anavyotaka iwe. Sawa? Kwa hiyo akisha iandika, anakuvika uhusika wewe. Akisha kuvika uhusika, anakupa na ile script usome. Ukisha soma, wakati unashutiwa unatakiwa useme yale maneno. Haleluya. Sasa maana hapo unafanya kitu cha kwako, unafanya kitu cha kwako, lakini wewe ndio unayefanya. Unafanya kitu cha mwingine, lakini mfanyaji ni wewe. Kwa hiyo wazo la yule linahamishiwa kwako, alafu wewe ndio unaigiza kana kwamba wewe ndio mhusika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ambacho nataka kusema ni kwamba wakati
wakati Yoshua anaambiwa na Mungu kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, maana yake ni alipewa script, alipewa story ya Mungu anayotaka aende, ya Mungu anayotaka atembee. Kwa hiyo atembelee wazo la Mungu, atembelee mfumo wa Mungu, atembelee picha ya Mungu, impeleke ambayo Mungu anataka kwenda. Kwa hiyo akienda kinyume na Mungu anavyotaka, maana yake ametoka nje utaratibu. Kwa hiyo ndio maana wale waigizaji akikosea unasikia anaambiwa kushoto, kati na vitu kama hivyo. Kwa nini? Amekosea, anarudishwa tena kufanya kwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu hauruhusiwi kujifanyia kitu chako, unatakiwa kufanya kitu cha mwandishi wa story ili usimharibie mpango kazi wake kulingana na ambavyo yeye alikuwa ameandika. Kwa hiyo Mungu anapotuletea Biblia au neno la Kristo, analitaka lile neno liishi ndani yetu, na likiishi ndani yetu litoe matokeo ambayo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matokeo yanayotokea ambayo sio Mungu anayotaka, ndio maana tunajikuta siku kwa siku, nyakati kwa nyakati tuko pale pale, hatutoki wala tupige hatua hata moja. Kwa hiyo tunabaki kusema mafanikio utajiri, mafanikio utajiri, lakini kiukweli tuko mbali na hivyo vitu. Tunavizungumza tu mdomoni, lakini kwenye uhalisia hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ambacho ndio kitu kigumu sana tulichokosa Wakristo wengi. Ndio maana nikasema, ni nani ambaye hapendi mafanikio? Jibu ni hakuna. Je, Mungu wetu tunayemwamini hawezi kufanikisha? Si anaweza? Sasa shida yetu ni nini? Au shida ya Mungu ni nini? Shida kati ya sisi na Mungu, nani mwenye shida? Sisi ndio tunamhitaji Mungu au Mungu anahitaji sisi? Au wote tunahitajiana? Bwana asifiwe. Nani anamhitaji mwenzake hapa? Hamna majibu. Bwana asifiwe. Biblia inasema nije nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo anayetoa oda ya kumwita mwenzake ni nani? Ni Mungu. Sio kwa sababu Mungu ni mhitaji, no. Yeye Mungu anatuambia hivyo kwa sababu tu anatupenda. Ila wenye mahitaji ni akina nani? Ni sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ifikie wakati kwamba kama tunataka jambo fulani litokee kwenye maisha yetu, tulazimishe hilo jambo litokee. Haliwezi kutokea kwa kusema asubuhi, mchana na jioni. Kuna wakati lazima tukubali kutoa sadaka maisha yetu, kutoa sadaka muda wetu, kutoa sadaka kila ambacho kinahitajika kutolewa sadaka, ambacho sadaka hiyo italeta matokeo unayotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tukifikiri kwa kusema na kusema na kusema, haiwezi kutuletea matokeo tunayotaka. Ili tukichukua neno kama vile Yoshua alivyoambiwa, ulifikiri Yoshua ni jambo rahisi kwenda kuliamuru jua wakati wa vita? Ananiambia wewe jua, simama hapo ulipo, utulie hivyo hivyo, na mwezi huko huko kondeni kwako utulie. Ulifikiri ni kitu kirahisi kiasi hicho? Bwana asifiwe. Kwani leo hii huyo Mungu wa Yoshua si ndio huyu tunayemwabudu sisi? Leo hii nani anaweza kaniambia jua simama hapo utulie hapo mpaka vita ishi? Hao watu wana namna hiyo hapa? Hawapo. Kwa hiyo tunakumaanisha kwamba kipindi cha Yoshua alikuwa Mungu anasema ukweli, sasa hivi anadanganya. Kama alikuwa anasema ukweli wakati wa Yoshua, maana hata sasa anasema ukweli. Kinachotakiwa lazima tujue Yoshua aliishi kwa namna ipi, kama ambavyo aliambiwa kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke. Yeye alichokifanya, alihakikisha kwamba Torati, chochote ambacho kimeandikwa kwenye hiyo Torati, lazima ahakikishe kimekuwa maisha yake, kinatembea na yeye. Kwa hiyo Mungu akimtazama haoni wazo la Yoshua, haoni mawazo ya Yoshua, haoni fikra zozote za Yoshua, haoni mtazamo wote wa Yoshua, haoni matendo ya Yoshua.
message yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, tumekuwa mara kadhaa tunazungumza, jamani, unachokitaka usikiseme, ila usichokitaka ndio ukiseme. Amina. Unakuta mtu anasema yaani sasa mwaka huu tunakufa, yaani tutakufa kweli. Okay, au kwa lugha rahisi tuseme vitu vigumu au vibaya tunavyovikiri. Huko tunamfanya Mungu aonekane ana nguvu au tunamfanya Mungu awe dhaifu? Bwana sifiwe. Jamani, naongea hapo kwa kukiri yale yaliyo madhaifu, hata kama ndio labda unaumwa uko hoi ni taabani, kusema kwamba ni kwa kweli hoka itajiua, ndio unataka ikuhurumia kwa kusema hivi. Jamani, hali imekuwa ngumu sana, yaani kwa kweli mwaka huu kama tutatoboa, ndio unataka hali ibadilike kwa kusema hivi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anachotaka Mungu kwenye uhitaji zungumza utele, kwenye huzuni zungumza furaha. Hasa kama tunasema kulingana na mazingira tuliopo, maana yake hatukiri uweza wala tutambui nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha mtu akitaka kusema kitu dhaifu, kitakachomsaidia kusema kitu ambacho si kinyonge, akasema jambo ambalo ni effect, lina madhara positive, ni nguvu aliyojaza ndani yake, ndicho kitasababisha azungumze positive katikati ya negative. Kwenye magonjwa anauma kweli, yuko hoi, ukimwangalia hata kula hawezi, pengine analishwa hata kwa mirija, lakini anasema sitakufa bali nitaishi, kama alivyokuwa anasema yule mtu anasema anapenda kutoa ushuhuda hapa. Ni mama nafikiri alikuwa anaitwa Angel, yaani sitakufa bali nitaishi, yaani anakandamizwa kweli kwenye kona, anasema sitakufa bali nitaishi, yasimulia matendo mapya ya Mungu. Wangapi ambao tukikutana na scenario hilo, yaani hatuoni tena Mungu kama yupo, tunaanza kuona hapa sasa ni mapepo pia yamepata nafasi, nguvu za giza ziko kazini, na kutoboa hapa, yaani unamwachia Mungu, yaani baba, nikifa sawa, niende tu mbinguni, nikipona pia sawa, wanashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata Paulo aliwahi kupita kwenye hicho kipindi, si ndio? Alifikia sema akasema, kwa hali niliyopo sasa, kwa kweli hali ni tete, ni ngumu. Lakini Mungu alikuwa anajua kwamba anapitia kwenye mazingira magumu, kama ambavyo anajua leo inawezekana mimi au wewe unapita kwenye changamoto ambayo kiukweli ukiwasimulia watu wanakuhurumia mno, lakini wanashindwa kukusaidia nini. Lakini hilo jambo ya mkini Mungu ameruhusu, na anataka kuone wewe utafanya nini kwenye hicho kipindi. Utajua Mungu yupo, au utaanza kuita baba na mama wako waliokuzaa, ndugu zako, au mume au mke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haitatufaidia kitu chochote kuzungumza kitu ambacho hakiwezi kitaleta mabadiliko kimafanikio, kimaendeleo. Haitatufaidia kitu zaidi kujua kwenye kile ambacho unakifanya neno la Mungu linasema. Kwenye kile ambacho umepanga kufanya Mungu anasemaje? Mungu amekuita kama fulani, Mungu anasemaje? Kwamba hili liwe fulani natakiwa nishije. Ndio maana nikasema Yoshua kusimamisha jua, unapaswa ufuatilie maisha binafsi ya Yoshua na Mungu yalikuwa ya namna gani. Bwana asifiwe. Ndio wale watu saa 8 usiku wanasikia ananguruma, wakati wengine wanakoroma, yeye ananguruma anatafuta Bwana. Wakati wengine wamelala wanaota ndoto, yeye ananguruma anatafuta Bwana. Wakati wengine wanafanya uwizi, wanafanya uhalifu wa aina tofauti, wengine wanaenda kuroga, yeye yuko pale amepiga goti, anamlilia Bwana, anamwambia Mungu kwenye kila wakati
Baba timiza, Baba tenda, Baba onekana, Baba hakikisha sitaondoka katika ulimwengu huu bila hilo jambo ambalo niliweka ndani yangu limetimia. Lazima hichi kitu kikamilike, kwa sababu Mungu alichosema ni hakika, na kwa sababu ni hakika hakuna namna ya kukitimiza hicho kitu kama wewe mwenyewe hujaamua kuchukua hatua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunakuja hapa tunajaa roho kweli, tunajaa. Lakini na hakika ukiwafuatilia watu nyumbani mwao nakuta tunapigaga usingizi sio poa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu hata yale maombi tu ya kumshukuru Mungu jioni tunaenda kulala hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Kifika hapo yaani sababu ni nyingi. Najua nilikuwa natafakari kama kwamba na baadhi ya nchi watu wanajifunza Biblia kwa kuchaniana karatasi. Page, mtu anachana page, anatembea, anasoma mstari mmoja, ataweka mkono. Hauruhusiwi kuonekana una kitu kinachoitwa Biblia. Hauruhusiwi kuonekana una maandiko yoyote unatembea nayo. Yaani inayotakiwa kuonekana ni Qur'ani peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inatakiwa kuonekana. Hiyo ndio halali kutembea nayo barabarani na kitabu lako mkubwa namna hiyo. Unakatiza hiyo kuonekana na Biblia. Kosa. Wanatakiwa kupige marufuku, maana wewe ni kafiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kuna nyakati ambazo zitakuja watalitafuta neno alafu hawatafanyaje? Lipata. Yamkini hao watu inawezekana kama ni mimi au wewe ambaye leo hii tuko hapa kanisani. Hizo nyakati zinakuja ambapo unatamani kusikia neno hata moja bila kukutia faraja. Ulipata. Nani akuhubirie sasa? Waliotakiwa kukuhubiria hawapo. Wakati unaambiwa kuwa serious na mambo ya Mungu unapuuza. Kuwa serious na mambo ya Mungu unadelay. Yametokea sasa wakati huo ni wakati mkuu ambapo unahitaji neno kama vile Lazaro na yule tajiri aliyekuwa anamwambia Lazaro, "Choka basi mzee, hata maji kidogo uje unitoneshe hata kwenye ulimi." Angalau haya mateso leo bado ni makali. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu peke yake ndio zinaweza kutusaidia kutoka kwenye hali mbaya ya maisha tulionayo na kwenda kwenye hali ya kufanikiwa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yoshua anaambiwa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kwa lugha nyingine alikuwa anaambiwa unachotaka au unachokutana nacho mbele yako, angalia ni kitu gani, alafu chukua neno hilo, neno ndio litasolve hicho kitu unachokutana nacho mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nasema utapataje hizo nguvu za Mungu zitakazo kusaidia kufanikiwa? Utapataje hizo nguvu za Mungu ambazo zitakusaidia kufanikiwa? Jambo la kwanza, ile kitabu cha Yoshua 1:8 Biblia inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kwa maana nyingine, neno la Mungu ndio likuongoze kwenye kila kitu. Neno la Mungu ndio liwe kiongozi wako kwenye kila kitu. Kama nilivyosema, Mungu ametuweka kama watu wa kuwakilisha siri za ufalme wake. Sasa kama tuliowekwa kuwakilisha siri za ufalme wake hatuzijui hizo siri, tutawakilisha nini? Maana tutaongea vitu vyetu wala sio vitu vyake. Lakini jambo la pili, ndipo utakapofanikisha njia yako, au kwa lugha nyingine
ni kusema ni kufanikisha mipango yako. Kwa hiyo kufanikisha mipango ya Mungu kwenye kile ambacho amesema ufanye na ukafanya kwa usahihi, ndio mipango yako pia inafanikiwa. Kwa hiyo kama mipango yako haijafanikiwa, maana yake kuna namna fulani bado hatujakaa sawa. Tunapaswa kukaa sawa ili tuweze kufanya Mungu atufanikishie katika kile ambacho amekianzisha. Lakini pia pata nafasi ya kutafakari neno la Mungu usiku na mchana, na upate kuangalia yatafakari maneno yake mchana na usiku, lakini upate kuangalia kutenda sawasawa na yaliyoandikwa huko. Hapa ya kwanza nimekwambia, hakikisha kitabu au neno la Mungu linakaa ndani yako. Ikishakaa ndani yako haitoshi, unapaswa kulitafakari. Unapotafakari, manake unarutubisha afya ya kiroho, unatengeneza chakula ambacho kinaenda kusababisha roho yako kustawi. Inastawi kwa namna gani? Kupitia kutafakari unapata mafunuo, na hayo mafunuo yanaleta maarifa, na hayo maarifa yanasababisha kila ambacho unaenda kufanya utafanya kwa usahihi, kwa sababu kwenye kutafakari huko Mungu anaachilia mafunuo, na mafunuo ya Mungu yakiachiliwa yanasababisha kwenda kufanya jambo ambalo hilo jambo ni la kiuongozi wa mbingu, uongozi wa kimbingu. Kwa hiyo kufanya jambo la uongozi wa kimbingu, wewe unafikiria hilo jambo halitaweza kuwa na saa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akikwambia kafanya jambo fulani, lazima ukalifanye kwa sababu mbingu zimejua hicho. Bwana asifiwe. Lakini kwa kumalizia ni kwamba nguvu za Mungu ndio siri pekee ya watu kufanikiwa kiungo. Hatufanikiwi kwa sababu ya akili tulizo nazo. Akili ina sehemu, maarifa ya kibinadamu yana sehemu, asili ya mtu pia ina sehemu, lakini iwe ni asili nzuri. Kawaida mwanadamu amepokea asili ya dhambi, si kweli? Ndio maana tunalazimika kuokoka. Mtu anaweza akawa tajiri, akawa na fedha, lakini kama hana Yesu anaonekana sio kitu. Kwa nini? Kwa sababu hajatoka kwenye asili ya watu wenye dhambi. Ili aweze kuonekana kwamba ana maana, ni mpaka atoke kwenye asili ya watu wenye dhambi kwa kumkiri mwana wa Adamu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kuwa, ndio maana unaweza kukuta mtu ni daktari, ni mshauri, lakini inawezekana anavuta sigara. Hapo na kenyewe pamoja na PhD alionao, pamoja na diploma, pamoja na masters alionao, lakini anaweza kama anavuta sigara. Yaani sigara kitu ambacho waliotengeneza wanamwambia ni hatari kwa afya yako, pia anavuta, na yeye ndio daktari. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utagundua shetani hatishi na uprofesa, hatishi na PhD yako, hatishi na masters, hatishi na kitu ambacho kimesababishwa na dunia. Elimu ya kidunia haiwezi kumtisha shetani. Kinachomtisha shetani ni mtu aliyemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alafu amejaa nguvu za Mungu ndani yake. Huyo ndio tishio. Ndio shetani anapanga vikao usiku na mchana kutafuta namna gani anaweza akamwangusha, maana anakuwa sababu ya kutofanisha mipango ya shetani kwenye maisha ya watu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa kuomba hautajiombea peke yako. Ukisimamisha maombi mahali, maana yake unatengeneza ufalme wa Mungu kwenye eneo lilopo, na ukitengeneza ufalme wa Mungu kwenye eneo lilopo, kinachotokea ni madhara kwa adui, na adui hapendi kuadhiriwa kwenye kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuishie hapo kwa leo. Neno la Mungu liwabariki na muwe na wakati mwema. Mama karibu.